Naam, karibu tena mtazamaji wangu, karibu tena katika somo letu la siku ya leo. Na siku ya leo tutakuwa tunaangalia mafundisho mengine ambayo kichwa chake ni historia ya Biblia. Na maandiko yetu makuu yatatoka katika Injili ya Luka sura ya 24 mstari wa 27 na vile vile katika waraka wa Warumi sura ya 15 mstari wa 4. Na tunapoangalia maandiko hayo, Biblia inasema kwamba akaanza katika Injili ya Luka, Biblia inasema kwamba akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Na katika waraka wa Warumi sura ya 15 mstari wa 4, Biblia inasema kwamba kwa kuwa yote yaliandikwa tangu zamani, yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja na maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa hivyo hayo ndio maandiko yetu ambayo yatatuongoza siku ya leo. Na baada ya somo hili haya ndio utakayoweza kueleza. Utaweza kueleza Biblia ilivyoanza, utaweza kueleza Biblia ilivyoandikwa, utaweza kueleza mgawanyiko wa Biblia, utaweza kueleza historia ya Agano la Kale na Agano Jipya. Vile vile utaweza kueleza jinsi Mungu alivyolihifadhi neno lake. Na tunapoangalia utangulizi wa somo hili, tunaona ya kwamba Biblia imeandikwa kwa muda mrefu, manake iliandikwa yapasa miaka 1500 na waandishi wengi tofauti, lakini ujumbe wake ni mmoja, yaani Mungu anamkomboa mwanadamu kupitia kwa Yesu Kristo. Sasa tujiulize swali, je, Biblia iliandikwaje? Tunapoangalia kitabu cha Ibrania sura ya kwanza mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi. Tunaona ya kwamba katika Agano la Kale Mungu alisema kupitia manabii, akasema kupitia maono, akasema kupitia matukio mbalimbali, akasema kupitia ndoto, na vile vile akasema kupitia malaika. Na vile vile ni vizuri kuelewa ya kwamba Roho Mtakatifu aliwaongoza waandishi. Katika Biblia takatifu, waraka wa pili wa Petro sura ya kwanza mstari wa 21, Biblia inasema kwamba maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba waandishi wa Biblia walikuwa ni waliongozwa na Roho Mtakatifu, na wale ambao waliandika ni pamoja na wafalme, wavuvi, madaktari, manabii, walimu na vile vile wachungaji wa kondoo. Na lakini ni vizuri kuelewa kwamba wote waliandika ujumbe mmoja wa Mungu. Na kuna swali lingine hapa Biblia ambalo linasema, je, Biblia iliandikwa wapi? Biblia iliandikwa huko Misri, ikaandikiwa huko Israeli, ikaandikiwa huko Babeli, Roma, Ugiriki na vile vile jangwani. Sasa nataka tujiulize, je, Biblia iliandikwa kwa lugha gani? Biblia iliandikwa katika Agano la Kale, Biblia iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania na vile vile Kiaramu kidogo. Na Agano Jipya likaandikwa katika lugha ya Kiyunani au Kigiriki. Na sasa tunataka tuangalie mgawanyiko wa Biblia. Biblia imegawanyika katika vikundi viwili. Kundi la kwanza ni Agano la Kale ambalo lina vitabu 39 na vile vile Agano Jipya ambalo lina vitabu 27. Na Agano la Kale linazungumzia juu ya uumbaji, mwanzo wa dhambi, linazungumzia juu ya taifa la Israeli, sheria za Musa, historia ya wafalme, manabii na ahadi ya kuja kwa Masihi. Na vile vile tunapoangalia katika Agano Jipya, tunaona ya kwamba linazungumzia juu ya kuzaliwa kwa Yesu, huduma yake, kifo chake, ufufuo wake, kuanzishwa kwa kanisa, mafundisho ya mitume na kurudi kwa Yesu.
Na sasa nataka tuangalie jinsi Biblia ilivyohifadhiwa. Na watu wengi walijaribu kuchoma Biblia, wengine wakajaribu kuizuia, na vile vile wengine wakawajaribu kuwaua au hata wakawaua walioihubiri. Lakini Mungu alilinda. Katika kitabu cha Isaia sura ya 40 mstari wa 8, Biblia inasema kwamba majani yakauka, ua la nyauka, bali neno la Mungu wetu litasimama milele. Na tunapoendelea tuna swali hapa, je, Biblia ilikujaje kwetu? Biblia iliandikwa kwa mkono, pia ikaandikwa kwa ngozi, na vile vile ikaandikwa kwenye karatasi za kale. Na hapo baadaye iliandikwa kwa uangalifu mkubwa, ikatafsiriwa kwa lugha nyingi duniani, na hata ikawa imeweza kutufikia sisi katika nchi yetu katika lugha zetu za kienyeji. Sasa tuangalie umuhimu wa historia ya Biblia. Umuhimu wa historia ya Biblia ni kwamba husaidia kuamini kuwa Biblia ni ya kweli, inaeleza mpango wa Mungu, na vile vile tunaweza kuepuka mafundisho ya uongo, na pia tunaweza kujua kwa nini Biblia ni ya pekee. Na tuangalie Yesu na Biblia, na tunaona ya kwamba Yesu mwenyewe alithibitisha maandiko katika Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 17, ambapo Biblia inasema kwamba msidhani ya kuwa nalikuja kutangua Torati au manabii, la, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa hivyo na sasa tuangalie mafundisho muhimu ya kiroho. Kwa hivyo jambo la kwanza ni kwamba Mungu hutaka wanadamu wamjue. Hiyo inamaanisha kwamba Biblia ni njia ya Mungu ya kujifunua kwa mwanadamu. Na vile vile Biblia ni ya kuaminika. Na hiyo inamaanisha kwamba imedumu kwa maelfu ya miaka. Na vile vile Biblia ina ujumbe mmoja. Inamaanisha kwamba Mungu anawaokoa wanadamu kupitia kwake Yesu Kristo. Na sasa hapa nina maswali manne ambayo ningetaka pengine ujaribu kuyajibu. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Biblia ni tofauti na vitabu vingine? Kwa nini Biblia ni tofauti na vitabu vingine? Swali la pili, Mungu aliwatumiaje wanadamu kuandika Biblia? Je, Mungu aliwatumiaje wanadamu kuandika Biblia? Swali la tatu, kwa nini ni muhimu kujua historia ya Biblia? Je, kwa nini ni muhimu kujua historia ya Biblia? Na sasa tuangalie swali la 4 na la mwisho ambalo linasema, je, ni changamoto gani huwafanya watu wasisome Biblia? Je, ni changamoto gani huwafanya wanadamu au watu wasisome Biblia? Na aya kukariri inatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 19 mstari wa 160, ambapo inasema, jumla ya neno lako ni kweli, na kila hukumu ya haki yako ni ya milele. Na tunapoelekea kumaliza au kufika ukingoni, ni vizuri kuelewa ya kwamba Biblia ni zawadi kutoka kwa Mungu, na vile vile Biblia inatufanya kumjua Mungu. Tunajua ya kwamba tunaweza kujua ya kwamba wokovu ulikuja kupitia kwa Yesu Kristo, na vile vile ni vizuri kujua ya kwamba tunapoisoma tunajua mapenzi ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Na sasa tuangalie Mkristo anayepuuza Biblia, inakuwaje kwake? Yeye ni Mkristo ambaye ameokoka, anaingia kanisani, anahubiriwa na hata anafundishwa, lakini anaipuuza Biblia. Mkristo kama huyo hukosa mwanga wa kiroho, hudanganyika kwa urahisi, na vile vile hukosa kukua kiroho. Naye Mkristo anayesoma Biblia hukua katika imani, hupata hekima, hushinda majaribu, na vile vile humjua Mungu kwa undani zaidi. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki
Najua ya kwamba sasa umeweza kuielewa na kufahamu historia ya Biblia, jinsi ilivyoweza kutufikia, waandishi wa Biblia ni kina nani, na Mungu aliwezaje kunena nasi kupitia kwa Biblia. Kwa hayo nakutakia kila la heri. Mungu wetu akubariki. Shalom.